Mheshimiwa Waziri, bila kupoteza muda, kama ulivyonitambulisha, naitwa Mwalimu Philip Mulugo, mbunge wa jimbo la Songwe, ambako ndiko kuna kikundi hicho cha Songwe God Family, lakini vile vile ni mbunge mjumbe wa kamati ya nishati na madini pale Dodoma bungeni, ambao tumekuwa washauri wakubwa wa wizara hii ya madini. Lakini vile vile mimi ni mchimbaji mdogo wa madini hasa ya dhahabu. Lakini kule kwetu ninalo jina maarufu, wananiita Papa Mukuru Mutu ya watu. Hapa nchini kuna papa mmoja tu, ni mimi hapa. Wengine wote ni mapapa waka. Hebu simama ndaki, wewe ni papa. Hebu simama bwana. Mnamuona yule kule kwetu sasa ni papa. Lakini Papa Mukuru ndio mimi hapa. Mheshimiwa Waziri, kwa kweli tumeongea mambo mengi sana. Na mimi nimekuona hapo umedadavua vitu vingi sana. Wakati mwingine paka mimi na kuangalia hivi Mavunde ana akili ya aina gani? Kwa sababu umekuja kuongea hapa kama vile unatoa hotuba bungeni. Kama vile unaongea kwenye kamati yetu pale unapoongea pale Dodoma, lakini umeyatoa kichwani. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana Mwenyezi Mungu. Umekuwa kijana ambao unatuvutia sana. Umekuwa mbunge kijana, lakini umepata uwaziri ukiwa umri mdogo, lakini una akili nyingi sana. Mimi nimekuwa mbunge pale Dodoma, huu mwaka ni wa 20. Mheshimiwa Nsekela, mimi ni katika wabunge wa kongwe Tanzania. Nimefanya kazi na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, nimefanya kazi na Mheshimiwa John Pombe Magufuli marehemu, nimefanya kazi na Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu mpendwa. Tumpigie makofi. Kwa hiyo hizi awamu zote tatu mimi nimefanya nazo kazi. Lakini kupata waziri kijana wa aina hii kwenye sekta ya madini, mimi nimekaa pale tukiwa na mawaziri wengine huko nyuma, sitaki kusema nini, lakini kiujumla Mavunde umeleta mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya madini. Na mimi nimekuwa mjumbe wa kamati yako pale toka last time. Tunaona mambo yanavyokwenda. Mnatupa taarifa mbalimbali, tunashauri. Ushauri wetu wa bunge ndio unaoufanya Mheshimiwa Mavunde. Ongera sana. Wakati mwingine naweza nikasema, yani wewe tembea Tanzania nzima hii, nenda huko usiugue. Na ukiugua usife. Na ukifa usioze. Na ukioza usinuke. Na ukinuka unukie perfume. Na hiyo perfume iwe nzuri, tuweze kuwa ni marashi ya nchi yetu ya Tanzania. Tumpigie makofi kijana huyu. Wakati mwingine niliongea siku ile Dodoma pale Mavunde, tulikuwa pale na watu watumishi wa kina Msonde pale. Nikawaambia hivi, benki ya CRDB mmekuwa ndio wa kwanza kuingia kwenye sekta ya madini, mtaenda kuona maajabu makubwa sana. Amezungumza waziri pale. Sio jambo la kisiasa, ni jambo la technical na ni jambo la uhakika. Mimi nimo humo zaidi ya miaka sasa hivi kama 5 hivi na chimba. Sekela unanifahamu, mimi naendesha mashule pale Mbeya, umenikopesha hela nyingi sana na bado nina madeni benki. Sababu huwezi kuwa tajiri bila kuwa na madeni benki, na nalipa vizuri marejesho. Hebu nipigeni makofi, nalipa vizuri marejesho. Na nitawaambia wachimbaji wadogo mlipe hizi fedha mtakazokopeshwa. Lakini hakuna tajiri yoyote duniani pote ambaye hawezi kucheza na benki ila katajirika. Sasa kwa kuwa mmejua hii siri, mmeitambua hii siri kwamba bila kukopesha sekta ya madini hawezi kuendelea wale watu. Mimi nimeingia humo naweza kuonaona, nataka niwaambie mfano ambao ni halisia na wale watanisupport. Kwamba unapopata yale mawe yako yale, ukapeleka kwenye makarasha. Unapotaka kwenda plant kwenye viwanda vya uchenjuaji, kuna hatua pale. Unaweza kuwa na hela zako nyingi milioni 100 umepeleka mpaka umepata yale mawe umeyasaga na makarasha na umeme kila kitu. Lakini kuna muda wa kwenda plant. Mchimbaji mdogo anatakiwa kama na milioni 30 hivi au milioni 40. Hana. Ukienda benki anakuambia kalete hati ya nyumba. Muda unakwenda karibuni wiki 3 mpaka mwezi ndipo upate hela ya benki. Halafu wapo watu pale wanakopesha hela za moto. Nilikuwa nawaambia siku watu wa CRDB pale. Wapo watu wanakopesha hela za moto. Ukichukua milioni 30 za kwenda kuingia plant, Mheshimiwa Waziri, unatakiwa ulipe riba ya shilingi 30% ya ile uliyochukua, ambayo ni kama ni milioni 9. Na huo ni muda wa kwenda plant ni wiki 2 tu. Just 2 weeks umeshaingia plant, siku 10, 12 unatoa mzigo, unakwenda kuuza dhahabu zako kwenye soko la madini. Lakini inabidi ulipe milioni 9 kwa ile milioni 30 uliyochukua jana yake. Ndugu zangu, CRDB mnakwenda kuwa benki ya mfano Afrika. Mimi nawaambieni, maneno yangu myatunze, mtakuja kuniambia, Majid, umefanya kitu kizuri sana.
sijapata kutokea, kwa sababu nilikuwa nafikiria kila siku, hivi benki ziko wapi kuja kukopesha wachimbaji wadogo? Watu wanakwenda kuchukua hela za moto mitaani ili aende plant. Sasa nilikuwa najaribu kuangalia pale. Mimi kuna siku moja, samani jiseme tu, mimi nilipata kilo moja ya dhahabu. Kilo moja nilipata. Lakini kuja kutoa matumizi, nikaja nikotoa riba ile ambayo nilichukua milioni 30. Nikaja nikotoa milioni 30 principal, ongeza riba milioni 39. Katika ile milioni niliyokuwa nimepata kule ya kilo moja ya dhahabu. Unaweza kaona ni shilingi ngapi mtu anatoa. Just 2 weeks. Lakini kumbe ungekopa benki, ungelipa labda kwa riba ya asilimia si mnachoka 18 si 15 mimi sijui. Lakini kwa ujumla mmeingia pazuri sana. Lakini vile vile kuna wabia wetu wapo huko wa China. Sasa wewe Majid, mimi nakubatiza leo, wewe ndio Mchina Mtanzania sasa. Huyu kuanzia leo ndio Mchina Mtanzania. Kwa sababu gani? Mchina anakuja na bilioni 1 tu. Amezungumza kakaangu nani hapa, mwenyekiti wa FEMAT. Ukiwa na bilioni 1 tu wewe ndio Mchina Mtanzania. Kwa sababu mimi Mchina anakuja kwenye leseni yangu, anaweka ubia, tunaenda kwa Bwana Ramadhani pale, ananipa technical support agreement, ananipa milioni 200 kwamba nenda kale na familia yako, ondoka kwenye leseni hii na chimba mimi. Mnapeana mkataba wa miezi 6, utakuwa unakula hela fedha na familia yako, alafu miezi 6 yeye anaanza kuchimba pale, anaweka winchi yake, anakwenda chini mita 100, anaanza kupata yenye ppm kubwa. Hata kama ingekuwa ni ppm 2 tukifanyia calculation ni hela nyingi sana. Baada hapo anachimba ile leseni miaka 6, anamaliza kila kitu. Alafu yeye anachukua tipa 8, wewe unachukua tipa 2 mwenye mali. Unaona unyonyaji huo? Lakini unafanyaje sasa? Una mtaji. Kwa leo benki ya CRDB mnakuja kuwezesha wachimbaji wadogo mtaji ili watajirike. Na nataka niwaambie haki ya Mungu, wanakwenda kuwa matajiri sana hawa watu. Mimi nimeshafanya hesabu hizo. Hebu papa Ndaki njoo hapa. Hebu njoo. Na mwenyekiti wa Solema njoo hapa, kakaangu Shadrack. Nataka niseme kitu. Kumbuka njoo kama upo hapa. Hebu njoo kumbuka kama si yupo. Haya. Nataka nitoe mfano kwa Mheshimiwa Waziri. Huyu bwana huyu ndio mwenyekiti wetu wa Songwe Gold Family. Wewe unamfahamu na ni rafiki yako. Aitwa Papa Ndaki. Usiseme Papa Mukuru wewe. Huyu bwana anaitwa Shadrack Mwakiarabwe. Ndio mwenyekiti wetu wa Solema, umoja wa wachimbaji wadogo wa mkoa wa Songwe, kwa sababu mkoa wa Songwe una wilaya 4: Ileje, Mbozi, Songwe yenyewe kule kwangu na kule Tunduma wapi kule Momba. Huyu bwana ndio mwenyekiti wetu. Alafu huyu ndio mwenyekiti wa hiki kikundi ambacho kinakwenda kunemeka na hiyo bilioni 50 ambayo wataweka mkataba na CRDB. Ni jambo kubwa. Lakini njoo pale Songwe. Huyu sasa anaendesha gari LC 100, 300. Huyu hapo, mpigeni makofi. Huyu hapa. Huyu anaendesha gari LC 300 ya milioni 460 pale sasa. Mpaka mimi namuogopa, anasija kaninyang'anya ubunge. Bwana usije kugombea ubunge bwana. Huko usiingie kwenye hizo anga, utapotea bure. Kwa hiyo nataka niseme Mheshimiwa Waziri, huu ni mfano halisia. Hawa vijana na unaoona wote waliokuja pale. Hakuna wote wamekuja kwa ndege wale, Mheshimiwa Waziri. Wote tumepanda nao ndege jana jioni. Hamna aliyekuja na gari pale. Watu wana hela, lakini wachimbaji wadogo ambao hawana mitaji. Hebu wawezeshe Mavunda. Alafu mimi baada ya miaka 2 nitakualika Songwe, unapokuja kunitembelea, uje uone utajiri wa vijana wa Songwe. Lakini umefanya mambo makubwa. Naomba muende. Naomba nifikishie salamu zetu kwa niaba ya Wanasongwe kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kushukuru nihitimishe kwamba utufikishie salamu. Maana Bina amenituma mimi na mimi naomba nikutume wewe, kwa sababu wewe na rais hata kesho utaenda kuonana naye. Waambie Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Songwe anakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2020 alipokuja pale Mkwajuni Songwe, nilisimama kama mbunge ambaye anatetea kiti changu kumuomba aachie leseni ile iliyokuwa ni PL namba 009 kama nilivyoisema. Awape wachimbaji wadogo pale Saza. Kama wote mnafahamu Saza mine ndio kitovu cha madini. Hata Rais de Klerk wa South Africa wakati alizaliwa Saza. Na kuna mgodi mkubwa sana pale Saza. Hata Shanta wako pale. Ameachia ile leseni, ni utajiri mkubwa. Lakini Mheshimiwa Mavunde siku moja ukaniita mimi na papa ukasema, Mlugo, hamtachimba kwa mitaji yenu hii ya kujenga tu maduara ya timba ya miti, mtamaliza miti. Ukasema nendeni benki, uzuri na ripoti ipo, ina ppm kubwa sana ukienda pale chini mita 200. Kwa hiyo bwana Majid, tupeni hela bora bila, yani hizi hela ni za kuchukua hata kesho, nyewe leteni. Muwape wale wakuletee faida. Na mimi uzuri amenichagua ndio mlezi wao. Nipo kwenye kikundi lakini ndio mlezi wao, ndio mshauri wao. Nataka nikuhakikishie, naona nipendo na niamini. Tutarejesha mikopo yetu vizuri sana. Na kabla mgogoro hujaanza, mimi nitaingilia
kwa wadhamini wale, lazima warejeshe mikopo. Na uzuri mimi niko nao muda wote, wanapokula niko nao, wanapokunywa niko nao, starehe zao zote mimi niko nao. Kwa hiyo ni vijana wangu wale, hawezi kupoteza hizo fedha, na waamini viongozi wa Songwe Gold Family wote pale. Hebu simama mhasibu wa Songwe Gold Family na katibu wako Matoki na nani wale pale, vijana wana degree zao, Mheshimiwa Majidi, wana masters zao, wameacha kazi serikalini, wengine wako kule Chunya, Mkwajuni, wanachimba dhahabu. Ile list unayoiona yote ile ndio vijana wenye viongozi wa ile bilioni 50 utakao wapa. Hawezi kupoteza wale, mimi nawaamini sana. Wana uwezo mkubwa, wana IQ kubwa, na ni vijana ambao sio hivi kama mnavyoweza kufikiri labda ni walevi na ni, hapana. Wana masters degrees pale. Kwa hiyo naomba mkae, lakini fedha zenu zitakuwa salama. Mwisho, Mheshimiwa Sekela, kama nilivyosema, tunakupongeza sana namna ambavyo umejiingiza kwenye sekta ya madini kukopesha wachimbaji wadogo. Lakini wewe umekuwa ndio mchina namba 1 kwenda kutusaidia. Watu wa geologist, mageology. Jamani, mimi nimekaa kwenye uchimbaji hapa. Ukiingia kwenye leseni fulani hivi, mageologist mnaokuja kule kwetu mnasema hapa hakuna madini. Lakini kwa nini mchina anakuja anasema pana madini? Kwa lazima tujue kwamba utafiti wetu ule wa kizamani, sasa tuingie kwenye sekta ya utafiti wa kisasa kama vile vyombo walivyonavyo wa China na nyewe mwanavyo. Kwa mimi Mheshimiwa Waziri, nakushauri kama mjumbe wako wa kamati, hebu ipeni hela sekta ya utafiti GST, waweze kufanya utafiti wa kisasa, tuweze kupata madini mengi. Madini nchi nzima hapa, hata tuliposimama hapa pana madini hapa. Juzi nilikuwa na rafiki yangu mmoja aitwa Singh pale Mafinga. Pana madini Mafinga. Ukienda Lindi kuna dhahabu, ukienda Mtwara kuna dhahabu, ukienda Mpanda kuna dhahabu. Dhahabu ziko nchi nzima. Ndugu zangu, watu wa GST, tunaona tufanye utafiti wa kisasa kabisa. Basi katika kusema hayo, ni washukuru sana 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 sana. Na nyie watu wa Stamico, leteni rigi kule Songwe. Hii sasa niseme niwashtakie kwa Mheshimiwa Waziri. Songwe hatuna mashine ya utafiti. Unakwenda kuwapa hela wale bilioni 50, alafu hawana mashine ya utafiti. Unategemea nini? Hata kama utaenda kununua kwenye zile hela zenu. Lakini kwa naomba na mashine ya utafiti ya serikali. Kati ya wilaya ya Songwe na Chunya tuna mashine moja tu. Naona Mheshimiwa Waziri amemwita mtu hapa. Hebu mpigeni makofi Mheshimiwa Waziri, amemwita tayari. Anatoa maagizo pale. Kati ya wilaya ya Chunya na Songwe tuna rigi mashine moja tu. Mheshimiwa Bina, kule kwako nasikia wewe unazo 3.